Bishop, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wakati mwingine tena tumepata neema na kibali mbele za Mungu. Hivyo kuna maswali ninayotaka kuuliza. Ndio. Kwa ajili ya kujifunza. Ndio. Kuna andiko ambalo watu wengi wanalitafsiri kwa namna tofauti. Ndio. Leo nitaka uweke rekodi sawa sawa kwenye tafsiri ya andiko hilo. Na mtazamo wako wewe kama mtu wa Mungu. Wako watu wanatafsiri lile tunda ambalo Adam na Hawa au Eva kwa vyote wanavyoita alikula au walikula pale bustanini. Wengine wanaenda mbali wanasema kwamba ile halikuwa tunda, ile ilikuwa ni lugha ya picha tu. Ila kimsingi wale walifanya ngono. Kwa hiyo tunda lililoliwa pale ni ngono. Na ndio maana hata watu wa dunia wanasema wanatumia tunda kama sehemu ya kiungo cha mwanamke. Kuna wakati kwa dogo zamani kuna nyimbo ilikuwa inaimbwa ya kidunia inasema sijui la ya tunda ni peni ni kitu gani hivyo, kwamba wapeane. Kwa hiyo kuna hiyo tafsiri imetokea hapo kwamba Adam na Hawa walifanya ngono. Je, ni kweli Adam na Hawa walifanya ngono? Okay. Labda tuanze ili tuweze kupata tafsiri iliyo sahihi, turudi katika mistari yani mwanzoni mwa chimbuko la andiko hilo. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 mpaka mstari wa 8. Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki. Ni bustani inatajwa hapo. Akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Labda tuendelee tena. Mstari wa 9. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mstari wa 10. Sasa turuke kutoka mistari hiyo. Inaonekana Bwana alipanda bustani. Bustani maana yake ni miti ya kawaida, matunda ya kawaida. Matunda ya kawaida kabisa, machungwa, maembe, maparachichi na kadhalika. Kwa hiyo alipanda bustani. Mstari wa 15. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni. Ni bustani, ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti, ni matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa hiyo ni mti kabisa ambao uko katika bustani. Sasa sura ya 3, Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 kuendelea. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, hata hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti. Ni matunda ya miti, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse. Ni matunda ya miti, matunda ya mti ulio katikati ya bustani ni matunda ya mti kabisa, msije mkafa. Mstari wa 4. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, ni mti unafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala. Alitwaa matunda hayo mwanamke mwenyewe, akala mwenyewe, akula na mtu. Sasa tuelewane hapo. Okay. Amekula mwenyewe, ajala na mtu. Manake kama ingekuwa ni issue ya ngono, manake ingekuwa lazima amekutana na mtu. Amekula mwenyewe. Tunaanzia hapo. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula,
wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Basi alitoa katika matunda yake akala moja, baada ya kula akampa na mumewe, naye akala. Ni matunda. Mstari wa 7. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi. Kama ilikuwa ni ngono, maana yake walipaswa wajijue kabla ya kula hayo matunda kwamba hawana nguo. Lakini kila mtu alikula kivyake. Mwanamke alikula peke yake, mwanaume alikula peke yake, na kutokana na dhambi hiyo wakajikuta wote hawana nguo. Sasa nimesikia wako watu wengi wanasema hiyo ilikuwa ni uzinzi. Kwanza, nini tafsiri ya neno uzinzi? Uzinzi ni kitendo cha mtu aliyeoa au kuolewa kutoka nje ya ndoa yake, anaitwa mzinzi. Ndio. Mwasherati ni mtu ambaye hajaoa au kuolewa kushiriki tendo la ndoa, anaitwa mwasherati. Ndio. Adamu na Hawa walikuwa ni mke na mume, na dunia nzima kulikuwa hakuna mtu yoyote. Maana yake walikuwa wao peke yao, walikuwa mke na mume kwa sababu walishapewa ruhusa ya kuoana, kuzaana. Mwanzo 1:28 Mungu akawabariki, Mungu akawaambia zaeni. Maana yake walishapewa ruhusa ya kukutana hawa. Ndiyo. Hakuna dhambi wao yote. Ndio. Na hakukuwa na mtu mwingine, kwa sababu ili wahesabike ni wazinzi, maana yake walifanya tendo la ndoa na nje na mtu ambaye sio mke. Na dunia nzima walikuwa wako peke yao wawili tu. Ndiyo. Walifanya uzinzi na nani? Je, kukutana kwao ilikuwa ni dhambi? Sio dhambi. Lakini concept au msingi wa andiko hilo haizungumzia habari ya mambo ya kingono. Haizungumzii hiyo. Inazungumzia matunda kama ilivyo machungwa, maembe na kadhalika. Lakini wako watu ambao wanafundisha. Nimesikia wahubiri wengi, ikiwemo nimesoma vitabu fulani vya imani ya William Branham ambao anafundisha. William Branham, mhubiri wa miaka ya 60 kule Marekani, ambaye alifundisha kwamba mwanamke alizini na nyoka, na mara baada ya kuzini na nyoka kikazaliwa kizazi kinachoitwa kizazi cha nyoka, ambapo wananukuu maandiko yafuatayo. Mathayo sura ya 3. Mathayo sura ya 3. Mathayo sasa sura ya 3. Mathayo sura ya 3 mstari wa 7 mpaka mstari wa 9, labda unaweza kutosha. Mathayo 3:7 mpaka 9. Hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka. Ndio. Ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda yapasao toba, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Nyoka anawezaje kuzaa na mtu? Kwa msingi nyoka ni nyoka, hana maumbile kama alionayo mwanamke au mwanaume, anawezaje kuzaa? Lakini lugha hii ilikuwa inamaanisha nini? Nyoka hapa alikuwa anamaanisha nini? Yesu Yohana Mbatizaji aliposema uzao wa nyoka, ni concept ile ile kwamba katika dunia nzima kuna makundi mawili. Kuna makundi ya wale ambao wanaitwa watoto wa Mungu tangu Agano la Kale. Concept yuko vile vile. Ukisoma Ayubu sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 6, wale walikuwa wanamcha Mungu waliitwa watoto wa Mungu. Ukisoma Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1, wacha Mungu walikuwa wanaitwa watoto wa Mungu. Lakini wale ambao alikuwa sio wacha Mungu walipewa majina mawili, watoto wa binadamu au uzao wa nyoka. Majina hayo yaliwahusu wenye dhambi. Ndio maana Yesu katika Yohana sura ya 8 aliwaambia Wayahudi, akawaambia ninyi baba yenu ni Ibilisi. Yohana sura ya 8 mstari wa 48, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Kwa hiyo Yesu alikuwa anataka kufundisha kwamba wenye dhambi baba yao ni Ibilisi. Na ndio maana waraka kwanza Yohana 3:9, waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 9, waraka kwanza Yohana 3:9 inasema, waraka kwanza Yohana 3:9, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Mstari wa 10, katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa Ibilisi nao. Maana yake kuna watoto wa Ibilisi. Kwa hiyo nyoka hakuzini na mwanamke, wala Adamu na Hawa hawakula yale matunda. Haikuwa inazungumzia habari ya ngono, wala haikuwa dhambi wao kufanya hilo tendo.
na kama kusema kwamba ni uzinzi, walifanya tendo la ndoa nje ya wao, hakukuwa na mwanadamu yote duniani. Kwa hiyo matunda yanayotajwa pale ni matunda ya kawaida kabisa kama ilivyo machungwa, maembe, maparachichi na kadhalika. Shukran Pastor, na fikiri umetoa majibu ambayo yameeleweka sana. Amen. Na ndugu mtazamaji na msikilizaji na mfuatiliaji, karibu tena. Kama una maswali ya ziada, basi tiririka hapo chini, uendeleze hayo maswali ili na sisi tutakapokuja wakati mwingine tuweze kuendeleza ili somo kwa njia ya maswali ambayo mtakuwa nayo. Na kama una insights, una maandiko zaidi haya ambayo mchungaji au bishop ameweza kuyatoa, basi ni wakati wako pia kufanya hivyo. Karibu tujifunze, karibu tujenge mwili wa Kristo pamoja. Asante sana, mpaka wakati mwingine. Amen.